unapomwaga damu mambo unapatana na laana. Ardhi inanajisika na inazalisha laana unapomwaga damu, kwa kuua mtu ama kwa kutoa kafara kwa kumwaga damu za wanyama. Hizi ndizo vitu ambavyo vinavyotokea. Ni kwa sababu haukumchinjia Mwenyezi Mungu, bali umemchinjia Baali. So ardhi yako inanajisika, na ardhi inaponajisika mambo yanaharibika. Maana katika unajisi kuna laana, na laana inapozaliwa, pata kujua ya kwamba maisha yako hayatakuwa mazuri. Hautapenda hata kidogo. Hautapenda, maana kila kitu kinazaliwa katika ulimwengu wa rohoni, tunakiona katika ulimwengu wa kimwili. Nikakuambia ya kwamba mwanadamu ameumbwa kwa utatu. Number 1 ni body, spirit and soul. Katika huo utatu ni lazima kukuwe na holy communion ama communication, divine communication between human being and God, ndio aweze kuconnect jinsi na mali zako, jinsi wewe unavyotaka. Lakini wewe hauwezi kushirikiana na Mungu kufanya maadili mema. Wewe mara uko kwa Mungu, mara uko kwa waganga, uko kwa wachawi, uko umefunga irisi, umeweka vitu vya ajabu ajabu. Ni nani asiyejua mifupa ni chakula cha mbwa? Wachilieni mifupa ziende kwa mbwa, na ujue ya kwamba kuna vitu ambavyo vitakuwa sawa. Na unapomwaga damu, wacha tusome katika Kumbukumbu la Torati 28 kuanzia pale 19. Pale 19 Biblia inatuambia nini? Utalaaniwa uingiapo, utalaaniwa utokapo. Bwana atakuletea laana na mashaka na kukukemea katika yote utakayotia mkono wako kuyafanya, hata uangamie na kupotea kwa upesi kwa ule uovu wa matendo yako ulioniacha kwayo. Bwana atakuambatanisha na tauni hata atakapokwisha kukuondoa katika nchi uingiayo kuimiliki. Bwana atakupiga kwa kifua kikuu na kwa ukaufu na kwa kuwashwa na kwa hari ya moto na kwa upanga na kwa ukaufu na kwa koga, navyo zitakufukuza hata uangamie. Na mbingu zilizo juu ya kichwa chako zitakuwa shaba, na nchi iliyo chini ya miguu yako itakuwa chuma. Bwana atafanya mvua ya nchi yako iwe mavumbi na mchanga. Itakujia juu yako kutoka mbinguni hata uangamie. Kwa hivyo si kwa sababu watu wengi si ati ya kwamba watu wengi wanaangamia kwa sababu wameuawa ama wamerogwa ama wamefanyiwa mambo ya kiuchawi. Ndio, sikatai uchawi upo, na uchawi wakati upo. Na je, wewe mwenyewe umejitakasa ukajiangalia? Maana yeyote anayejitoa kwa Mungu, naye Mungu anajitoa kwake. Kama wewe umesimama, hujamwaga damu, hujafanya nini? Sasa hapa tumepata vidokezo viwili tena. Kwa sababu gani? Pale tulikuwa tumepata ya kwamba tumepata vitatu. Maana ardhi inanajisika, inazalisha laana, na unaishi kama mtoro, mtu asiyekuwa na kikao duniani. Na hapa tumepata ya kwamba
utalaaniwa uingiapo, utalaaniwa utokapo, na mvua ya nchi yako itakuwa ni mavumbi na nini? Itakuwa mavumbi na mchanga vitakujia juu yako. Na bado pale kuna magonjwa, kuna kifua kikuu, kuna kuwashwa, ile unajikuna upele unajikuna, alafu ikishapona inakuwa kama moto ambao umekuchoma. Kwa hivyo tupate kujua ya kwamba hapo tumepata vitu vitatu, pamoja na zile vitatu tunapata zikiwa 4, zikiwa 6. Haya 6 tunaongeza moja ambayo ni nini? Revenge. Damu yoyote inapomwagika, especially ya mwanadamu, inadai revenge, inadai kisasi. Na wakati ambapo damu inapodai kisasi, nataka upate kujua maisha yako haitakuwa mazuri. Maisha yako yatakuwa ya shida, maisha yako yatakuwa ya kukataliwa, maisha yako yatakuwa ya kung'ang'ana. Ni kwa sababu ile damu inadai kisasi. Na inapodai kisasi, pata kujua ya kwamba mambo haitakuwa sawasawa. Mambo itaendelea kukua magumu, mambo yataendelea kukua magumu mpaka wakati utakapokubali. Na usipokubali, ndugu yangu, dada yangu, ni lazima utashuka kaburini kabla siku zako hazijatimia. Maana Biblia inatuambia miaka ya mtu ni miaka 70. Unakufa mapema ukienda wapi? Hilo ndio swali. Unakufa saa hii, unaenda wapi? Magonjwa, uko at 30, uko at 40, magonjwa yanakuanza, unaenda wapi? Ni kwa sababu ulimwaga damu na umekataa kukiri damu uliyoimwaga. Kwa hivyo ni wakati wako, my dear brother, uanze kutafuta njia ya kutoka kwenye damu uliyomwaga. Life is spiritual. Na wakati ambapo unaona mambo yanakupeleka segemnege, ndiyo wakati ambapo inakupasa kama mwanadamu uanze kuwaza ni njia gani nitakayo toka ndani. Na ukishajua ni njia gani utakayotoka ndani, maisha yako yatakuwa mazuri. Hakuna kitu chochote kitakachokutisha. Hakuna. Maana wakati umesimama na Mungu, umeenda katika repentance, na maisha yako inakuwa sawa. Tumepata vitu 7 ambavyo vinafanyika baada ya mtu kumwaga damu. Hizo 3 nitakuja kuelezea baadaye, na nikuelekeze ni njia gani unaweza fanya, ama unaweza nipata namna gani tufanye nikuondolee hizo mambo ambazo zimefanyika juu ya maisha yako. Ni kwa sababu watu wengi wanahangaika, watu wengi wanalia, wanaishi kwenye shida na taabu. Ni kwa sababu walimwaga damu kisha wakanyamaza, wakazika watu wengine, wakatupwa ndani ya bahari, wakasaulika, wakauliwa na samaki. Lakini pata kujua ya kwamba kuna jibu, na utakapotubu, utakapoaibika kwa lile tukio ambalo umelitenda, Mungu atakuhifadhi na atakutenda mema. Ubarikiwe. Tukutane siku nyingine.